mtu na dola na zaidi ya dola, sababu ni malipo maradufu utakaolipa katika mema yako alichukuliwa. Tuelewana? Idha samaa fatarat, pindi mbingu zitakapopasuka, ai inshaqqat, zitakapochanika chanika. Wa idhal kawakibu intatharat, na pindi nyota zitakapopukutika au zitakapotawanyika. Kama alivyosema kwamba kafananisha na jengo kuvunjika kwa dunia, kafananisha kuvunjika kwa jengo. Takuondoa jengo, kuondoa bati huko juu. Baada ya bati kuna masimbodi, mafeni na nini, ndo kama nyota hizo. Wa idhal bi'aru fujirat, na pindi bahari zitakapopasuka, zitakapopasuliwa. Wa idhal bi'aru fujirat, na pindi bahari zitakapopasuliwa, ay futiha ba'daha fi ba'd, zitafunguliwa baadhi yake baadhi nyingine. Waswarati ba'ran wahida, na zitageuka kuwa bahari moja. Waqtalata al-'adhbu bil-mil'i, tachanganyikana bahari za maji ya tamu na bahari za maji ya chumvi. Wa idhal qubur bu'thirat, na pindi kaburi zitakapofukuliwa. Alquliba turabuha, geuzwa mchanga wake. Wa bu'itha mautaha, na watafufuliwa waliokufa humo. Asema mmoja wa watu wa hikma, asema saus'alu an umurin kuntu fiha fama udhri hunaka wama jawabi. Saus'alu an umuri kuntu fiha, nitaulizwa siku hiyo ya Kiyama mambo ambayo nilikuwa nayo duniani. Taulizwa, vipi jambo hili, vipi jambo hili, liwe la kheri, liwe la shari. Fama udhuri hunaka wama jawabi, ni upi udhuru wangu huko na jibu langu lipi? Sina kitu. Fama udhuri hunaka, ni upi udhuru wangu huko, wama jawabi, halipi jibu langu, sina kitu. Tumeelewana? Bi ayatin hujjatin ahtaju yawma al-hisab idha du'itu ila al-hisab. Bi ayatin hujjatin ahtaju yawma al-hisab, ni hoja gani mimi nitakayoitoa siku ya hisabu? Idha du'itu ila al-hisab, nitakapoitwa kwenye hisabu. Kwa ni wazi kwamba yatakiwa ni siku ambayo tutakiwa tufanye maandalizi. Hakuna bla bla siku ya Kiyama. Tutakiwa tufanye maandalizi, na kuwapenda ahali zako ni kuamrisha katika mema. Awe mke, wawe watoto, ni kuwahimiza katika mambo mema, ndio kuwapenda. Lakini kama kimsema mke au mtoto itakuwa vipi sijui, umpendi. Kumpenda ni kupambana hivyo hivyo, afanye mambo ya kheri. Asema Hasan al-Busri, asema wadhkur ya amira al-mu'minin idha bu'thira ma fi al-qubur wa usila ma fi as-sudur فالأسرار ظاهرة والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Ewe kiongozi, wewe waumini, sio kwamba lazima kiongozi wa nchi au nini au wa dola. Wewe kiongozi, hata kama ni watu wako nyumbani, kiongozi, ongoza waumini,
mkeo na wanao. Wadhkuru ya amira almu'minin, kumbuka ewe kiongozi wa waumini. Idha bu'thira ma fil qubur, wakati watakapofukuliwa walio makaburini. Wa usila ma fi sudur, na yakadhihiri yaliyo katika nyoyo. Fal asraru dhahira, siri siku hiyo zitakuwa wazi. Fal asraru dhahira, siri zitakuwa wazi. Wal kitabu la yughadiru saghiratan wala kabira, na daftari haliachi hata moja, liwe dogo liwe kubwa, illa asaha, ila hudhibiti. Taambiwa bana, wewe amali zako hizi, daftari lako hili. Sasa hapo ndio utakapojua kinachoendelea. Asema mmoja ya wana wazuoni kwamba wama dunya bibaqiyatin li'ayy wama ayyu ala dunya bibaqi. Wama dunya bibaqiyatin li'ayy, haikuwa dunia kwamba itabakia kwa mtu alio hai, kwamba dunia itakuwepo kwa ajili yako wewe. Hapana. Wama ayyu ala dunya bibaqi, na aliye hai hatobakia juu ya nini? Ya dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, siku ngumu, siku ambayo Mungu alipoielezea kuhusu kuondoka kufa kwenda kule, hata malaika wa Mwenyezi Mungu walitetemeka kuona Mungu aliponesha kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, kila kilichopo juu yake kitatoweka na itabakia dhati ya Mola wako mwenye ukubwa na utukufu. Malaika waliposikia kauli ya Allah walitana malaika. Walipokusanyika waambiana, mmesikia maneno ya Mwenyezi Mungu wao jamani? Malaika wakajipa nguvu, wakajipa hofu, kama vile tulivyo sisi, kwamba mtu ambaye jamani jiandae, wanajiandae. Mtu kwa vile ni mzima, ana afya zake, ajipa hofu kwamba ni hivi tu. Malaika asema kullu man fil ardi wa nahnu fis samaa, kila kilicho katika ardhi, si tuko juu mbinguni. Kumbe kullu man alaiha, kila kilicho juu ya mbingu na ardhi. Lakini wale ambao kila kilicho ardhi walikuwa ni wanadamu. Sisi jambo la utuhusu, sisi hatufi kufa, sisi au saa kusema sisi. Mungu akatamsha kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja kufa. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, haikasi vinginevyo mtalipa malipo yenu siku ya kiyama. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz, mwenye kuepushwa na moto na akaingizwa peponi amefaulu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, hayakuwa maisha duniani ila ni starehe zenye kuadaa. Malaika wakaitana tena, waambiana, je, msikia maneno ya Allah hayo? Kafikiria, wakajipa hofu. Kullu nafsi bani adama, kila nafsi ya mwanadamu inatoka. Si tu malaika bana, sisi bana ni watukufu bwana. Kullu nafsi bani adama, ni kila nafsi ya mwanadamu, sio sisi. Bali ya nafsi ilivyo na kusudi. Basi Mungu akaona wamfanyia zao ngoja, akateremsha aya mwisho katika sura al-Qasas, kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un. Haya, jipeni huku tena, kullu man alaiha fan, kila kilicho juu ya mbingu kilicho juu ya ardhi kitatoweka. Wa yabqa
nini, kullu shay'in halikun, kila kitu kitafanyaje, kitatoweka, illa wajahu, so kwa dhati ya nani? Allah. Lahul hukmu wa ilayhi turjaun, yake hukumu na kwake mtarejeshwa. Kwa malaika wakatoa saluti. Sasa kuna hapa ile Allah amekusudia, umeelewana? Kwa hiyo kubwa ni watu kufanya maandalizi kwa ajili ya siku hii, siku ngumu. Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu asema alimsikia Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam akisema, in shi'tum amba'tukum. Mtume ambaye maswahaba, kama mwataka nitakupeni habari. Ma awwalu ma yaqulu Allah ta'ala lilmu'minina yawm al-qiyamah, ni maneno gani ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atayasema mwanzo kabisa siku ya kiyama? Wama awwalu yaquluna lahu, na ni maneno gani ya kwanza waumini wa peponi wa baada ya kupelekwa peponi watayasema kumwambia Mungu? Maswahaba kumwambia Mtume, ndio Mtume tuambie. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwamba inna Allah azza wa jalla yaqulu lilmu'minin, Mwenyezi Mungu mwenye enzi na utukufu atasema kuambia waumini, hal ahabbtum liqai, je, mmependa kukutana mimi? Mmependa kuja kwangu kuwepo na mimi? Waumini wanasema ndiyo, ewe Mola wetu, tumeridhia na tumependa kuja kwako. Mungu atauliza, kwa nini mmetaka kuja kwangu? Watasema waumini, rajauna afwaka, tulitarajia msamaha wako, wa maghfirataka, na maghfira yako. Mungu atawaambia, qad wajabat lakum maghfirati, yamewajibika kwa nyinyi maghfira yangu, nimewasamehe na wala hamtoingia tena katika mambo ya kufanya mabaya, ni huku stareheni tu pamoja. Hasan bin Ali bin Abi Talib yasemaje? Almautu babul akhirah, almautu babul akhirah, mauti ndiyo nyumba, ndiyo mlango wa akhira. Huwezi kuingia huko mpaka ufe. Umeelewana? Idha samaa fatarat, pindi mbingu zitakapopasuka. Wa idha alkawakibu intatharat, na pindi nyota zitakapopukutika. Wa idha albi'ar fujirat, na pindi bahari zitakapopasuliwa. Futia ba'daha fi ba'din fasarat ba'ran wahida waqtalata al-'adbu bil mil'i. Wa idha al-qubur bu'thirat, na pindi bahari zitakapofufuliwa. Wa jawabu idha wa ma utifa 'alayha, jawabu la idha as-samaa'u fatarat, wa idha al-kawakibu intatharat, wa idha al-bi'aru fujirat, wa idha al-qubur bu'thirat. Jibu lake ni nini? Alimati nafsum ma qaddamat wa akharat, ndio jibu la idha. Itajua kila nafsi ililotanguliza na ililoliakhirisha. Alimati kullu nafsin, itajua kila nafsi. Wata hadhihi almadhkurat, wakati wa haya yaliyotajwa yote, kufufuliwa makaburi, kufanywaje, itajua huwa yaumul qiyama, na ni siku ya kiyama. Itajua nini? Ma qaddamat min al-a'mal, iliyotanguliza katika amali. Wa ma akharat minha, na yale ambayo yameakhirisha, ai yale ambayo falam ta'mal, wala ambayo nafsi haikuyatenda.
ndio ambayo yameakhirishwa. Yaliyotangulizwa ni yale ambayo umeyafanya, ima ya mema mabaya. Ulioakhirisha ni yale ambayo nafsi lam ta'malu, nafsi haijafanyaje, haijatenda. Inaeleweka sijui. Wajawabu idha, najibu la idha, wa ma utifa alaiha, na yale ambayo yameutifiwa. Alimati nafsun, itajua kula nafsi, ai alimati kullu nafsin, itajua kila nafsi. Wakta hadhihi almadhkura, wakati wa haya yaliyotajwa. Wa huwa yaumul qiyama, wakati wenyewe ni upi huo? Ni siku ya Kiyama. Itajua nini? Ma qaddamat min al-a'mal, ile yatanguliza katika amali. Wa ma akharat, na ile ambayo imeakhirisha minha, katika hizo amali. Falam ta'mal, imeakhirisha ikawa haikutenda matendo hayo. Sijituelewana? Kwa maana siku ya Kiyama litajulikana mbivu na mbichi. Nasema Sheikh, miongoni mwa mambo ambayo mtu atajitakasa nayo kufanya amali njema. Alimati nafsun, itajua kila nafsi. Ma qaddamat wa akharat, iliyoyatanguliza na iliyoyachelewesha. Nasema miongoni mwa amali ambazo zinamwokoa mtu na balaa ya siku hizi ni swala. Mpokewa hadithi kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, asema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, araaitum, je mwaonaje, au nipeni habari, lau naharan bibabi ahadikum, lau kama mto ni wenye kupita katika mlango wa mmoja wenu, kama mfereji kama una maji yapita, yaghsilu fihi kulla yawmin, ikawa mtu huyo anaoga katika mto huo kila siku 5 marat, mara 5. Hal yabqa min daranihi shay'un, je tabakia katika nongo zake, nongo uchafu wa mwili utabaki kweli? Kwamba kwa siku oga mara 5 mwili wako utakuwa na nongo kweli? Maswahaba wasema la yabqa min daranihi shay, haibaki katika nongoze chochote. Mtume anasema fakadhalika mithlu salawati al-5, hivyo ndiyo mfano wa swala 5. Yamqullahu bihinna al-khataya, anafuta Mwenyezi Mungu kwa hizo swala dhambi. Pamoja na kwamba wewe watekeleza amri ya Mungu, lakini Mungu akuondolea nini? Akuondolea madhambi. Tumeelewana? Anas bin Malik na yeye radhiyallahu anhu asema kwamba hakika Mwenyezi Mungu ana malaika yule ananadi wakati wa kila swala ikifika ile malaika ananadi, asemaje? Ewe mwana Adam, enyi wana Adam, simameni. Vile adhana ikiadhiniwa tu malaika ananadi husema, enyi wana Adam, simameni, nendeni kwenye yale mambo ambayo yangewafanya nyinyi mwingie motoni. Kwa maana nendeni kwenye moto wenu, kwa maana kwenye yale ambayo yangewafanya mwingie peponi, ambayo mmeshatenda. Kwa hivi sasa mwaitwa kule, mwende mkayazime adhabu zake. Kwa maana ukiswali unazima nini? Unazima mambo ambayo yangekuwajibisha ukafanya nini? Ukachoma. Kwa maana yake ni kwamba swala ni miongoni mwa vitu ambavyo ni sababu ya kuondolewa makosa mwanadamu. Kiswali Allah anakuondolea makosa yako. Tumeelewana sio? Na Mtume
sallallahu alaihi wasallam asema hapana muislamu yote mwenye kujitoharisha kisha akatimiza tohara yake kama ilivyo kawaida, kisha mtu huyo akaswali swala hizi 5, ila swala zile zinakuwa ni zenye kumfutia nini makosa yake. Tuelewa, kwa miongoni mwa mambo ambayo yanaondosha ni mambo makubwa kumtakasa mwanadamu na siku hii ni swala. Ya ayyuhal insan, ewe mtu kafiri, ay al-kafir, ewe mtu kafiri, ma gharraka bi rabbikal karim, ni lipi lilokuhadaa kwa Mola wako aliyemtukufu, hata asaitahu, mpaka ukamuasi. Kakupa nafsi, kakupa mwili, kakupa nini, zote ni ofa bure hivi, mpaka wewe ukamuasi, kakoseana Mungu. Ya ayyuhal insan ay al-kafir, ewe mtu kafiri, ma gharraka bi rabbikal karim, ni lipi lilokuhadaa kwa Mola wako aliyomtukufu, hata asaitahu, mpaka ukamuasi. Alladhi, Mola ambaye khalaqak, amekuumba wewe, baada an lam takun, baada ya kuwa hujakuwa chochote wewe, wala hujulikani kabisa, lakini Allah akakuumba. Alladhi khalaqaka, Mungu ambaye amekuumba wewe, baada an lam takun, baada ya hujakuwa chochote, fasawwaka, kisha akakufanya sawa. Alja'alaka mustawiya alkhilqa, kakujalia wewe ni msawasawa wa umbo, salim al-a'dha, viungo vyako safi kabisa. Salim al-a'dha, msalimifu wa viungo, uko vizuri. Tumeelewana? Hata kama mbona wengine labda awaomba walemavu, hata kama mlemavu umkamilifu wa kiungo, mbona hakukupa kiungo cha kuku cha wanadamu? Kiungo cha kuku cha mwanadamu, kama alikuwa angekuonea angekupa kiungo cha kuku au cha afisi, lakini hakufanya sawa. Tumeelewana sio? Alladhi khalaqaka, Mwenyezi Mungu ambaye amekuumba, baada an lam takun, baada kwa hukuwepo, fasawaka, akakufanya sawa sawa. Fa'adalak, akakunyosha. Akakulinganisha, kulinganisha kwa maana akakunyosha, akakulinganisha بالتخفيف والتشديد. الذي خلقك فسواك فعدلك, akakufanya sawa sawa na akakunyosha au akakulinganisha. Ja'alaka mu'tadila al-khalq, amekufanya ni msawasawa wa umbo, mutanasiba al-a'la, msawasawa viungo. Laisati yadu au rijlun, haukuwa mkono au mguu. Atwala, ndo khabari laisat yadu, haukuwa mkono au rijlun au mguu. Atwalu min al-ukhra, ni mrefu kuliko mwingine. Amekuumba Allah sawa sawa, miguu kipima sawa sawa, na ukipima wanadamu awe mrefu awe mfupi, kuanzia huku chini kwenye vidole mpaka kwenye goti, saizi hii moja. Kipima mrefu kipima mfupi hapa mpaka huku, saizi hii moja. Uwezo wa Mungu. Mwanadamu akitia ufundi wake ndio unakuwa vingine, lakini uwezo wa Mungu. Alladhi khalaqaka,
Mungu ambaye amekuumba wewe, fasawaka, akakufanya sawa, ja'alaka mustawiya al-khilqa, akakufanya sawa sawa umbile, salima al-a'dha, msalimifu wa viungo, fa'adalaka, kisha akafanya nini? Akakulinganisha au akakunyoosha. Ndio ay ja'alaka mu'tadila al-khalq, umbo lako sawa sawa, mutanasiba al-a'dha, viungo vyako viko sawa sawa. Laisat yadu au rijlin, haukuwa mkono, laisat yadun au rijlun, haukuwepo mkono au mguu, atwala min al-ukhra, kwamba ni mrefu kuliko mwingineo. Hapana, yote ni uwezo wa nani? Wa Mungu. Kwa ili ushukuru neema hiyo, umshukuru Mungu kwa kufanya ibada. Na miongoni mwa ibada Sheikh asema zinazofuta makosa ni swala. Kapokea Abi Hurairah radhiyallahu anhu asema kwamba amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, wanakufuateni kujua hali zenu nyinyi malaika usiku na malaika mchana. Siku na mchana malaika wanakufuateni, na malaika hao wanakusanyika pamoja katika swala ya subhi na swala ya al-asr. Ndio nyakati ambazo wanakusanyika kuwajadili baada ya mfuato wao waliowafuata kujua habari zenu. Kisha baada ya hapo hupanda wale ambao wamelala kwenu nyinyi, mlikuwa wanapenda shift wale ambao walikuwa kwenye shift yenu hupanda kwenda kwa Mola wao mtukufu. Wakifika huko, Allah subhanahu wa ta'ala anawauliza, haya vipi waja wangu huko mlikotoka, mumewaacha wana hali gani? Waja wangu mliwaacha katika hali gani? Angalia neema za watu wenye kuswali. Malaika humwambia Mungu, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun, tumewaacha wao wanaswali na vile vile pia tukenda huko tuwakuta waswali. Sasa kama wewe huswali, habari zako zafikaje kwa Mungu wewe? Tumewaacha kwa Allah wanaswali, na hivi tukenda tukifika tuwakuta waswali, kwa sababu wanakuja hali ya kuwa wanadamu wako ndani ya nini? Ndani ya swala. Sasa kama wewe uko kwenye swala, yule malaika apeleka habari gani zako kule? Kama wewe huswali, utarajia wewe vipi? Habari zitafika vipi? Sikipelewana sijui. Kwa hakuna jambo kubwa kama mtu kufanya ibada, na ibada kubwa zaidi ni swala. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika jambo la kwanza ambalo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alilifaradhisha kwa watu katika dini yao ni swala. Alfarqu ma bainana wa baina almushrikina as-salah. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Swala ndio nguzo kubwa ya dini. Mwenye kuisimamisha swala, hakika huyo amesimamisha dini. Mwenye kuiacha swala ameuvunja, kwa sababu kavunja nguzo katika nguzo za Uislamu. Nyumba ina nguzo 5, nguzo moja ikaja upepo wa mvua ikaangushwa, watarajia bila kuwekwa ile nguzo nyumba itakuwa na uhai mzuri? Lazima inesenese, hata kama hasa kama nyumba zenyewe za miti na makuti, ndio kabisa ona imeinama kama kipa anarukia mpira. Kwa hiyo swala ndio jambo la kwanza ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha watu katika dini yao, na vile vile pia jambo la mwisho, amali nyingi zitaondoka, swala itakuwa imebaki.
hata kama itakuwa hao waliobakia waswali mavaga, lakini itakuwa ipo ya dunda. Na jambo la kwanza ambalo watahesabiwa mja siku ya kiyama ni swala. Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia malaika wake, hebu iangalieni swala ya mja wangu huyu. Wachambuliwa sasa, ndio zamu yako pale. Allah asema, tazameni swala ya mja kabla ya mambo yote. Jambo la kwanza swala. Hakuna asiki mimi nilikuwa natoa ng'ombe kwenye maulidi, mimi ayo ni baada ya swala. Swala kwanza. Tumeona sio? Itazameni swala ya mja hapa. Ikiwa swala yake imekamilika, iko safi, inaswaliwa kwa khushu', inaswaliwa kwa tadabbur, kumbuka nini kisomo na nini, kutiba tama, inatikiwa swala ile, swala yake, na yatakuwa mepesi baki ya mambo yake mengine. Pengine pale alifanya kitu kwa ria, lakini kutoka swala yake iko safi, inaonekana huyu mwanadamu kateleza, yaondolewa. Lakini kama swala itakuwa ni pungufu, swala yenyewe ndio hiyo, kama ya yule bwana mwenda wazimu, ile bwana mwenda wazimu, na kuna mwenda wazimu mmoja, watu waswali hivi, yule mwenda wazimu akaangalia wale watu na imamu wao waswali jamaa. Mwenda wazimu akaangalia wale watu, kasimama mlangoni hapo. Huyo akaondoka, akapotea, swala haijakwisha. Akaja akabeba mzigo wa kuni mgongoni, ana mzigo wa kuni, akaunga nyuma kule aswali, na mzigo wake aswali nao. Baada ya salamu, imamu amuita yule mtu, mjoe hapo na mwenzetu umeswali, una mzigo mgongoni. Asema mimi nilipotaka kuingia hapa nimeona wenzangu kila mmoja ana mzigo juu ya mgongo. Sasa mimi nitaswalije sina mzigo? Ngine chukua mzigo. Ndio sio kila mmoja mmeona ana mzigo hapa, kwa na mimi wanachukua mzigo wangu. Ndio ulizo na imamu, hapa mzigo gani? Asema kila mmoja hapa, huyu ana mzigo wa sokoni wa viazi, huyu ana mzigo wa vitunguu, huyu ana mzigo wa nini, huyu ana mzigo wa sukari, huyu ana mzigo wa sukari. Imamu amuuliza mwanazimu, mimi umeniona na mzigo gani? Asema umekuona umebeba ng'ombe kichwani kwako. Nakuona ng'ombe. Tuelewana sema ng'ombe. Imamu asema kweli, tuyazingatie huyu bwana. Maana yake nini? Yule imamu aswali ana ng'ombe wake aumwa, aaza, je, daktari nitampata wapi? Hivyo mwingine aswali hapa, aswali lakini je, futari sijui, je nitaipata wapi? Ndio kila mmoja na mzigo wake. Kwa hiyo mama alipoambia mbona umebeba mzigo wa ng'ombe, akaona akampata ile. Akampata kweli mbelewana sijui. Kwa hiyo ndio swala hizo ambazo atakiwa wewe ukiswali, swali na sunna, kwa sababu swala yako wenyewe waswali waaza. Kwa zidi. Kwa hiyo swala hizi ambazo tunaswali sisi ndio kama hizo mwenda wazimu anazochukulia mizigo. Mtu aswali hapa ana mawazo, mtu aswali lakini haipo. Ukimshtua hivi
Kwa hiyo ndio Mtume anasema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama swala ya mtu haijatimia, ni swala mavagavaga, swala yake haijatimia huyu, Mungu atawaambia malaika, mtazamieni mja wangu, je, kuna swala yote ya sunna ndio swala ambayo kwa safi? Malaika anasema ndio, ana swala ya sunna. Asema basi hii sunna yake ungeni ile sehemu ya fardhi ambayo ilikuwa na mawazo. Angalia faida ya swala ya sunna hiyo. Wewe ukitoa salamu mbio, sunna za unga. Umeelewana? Kisha baada hapo Mwenyezi Mungu atawaambia malaika, mtazamieni mja wangu zaka zake. Je, mali zake azitolea zaka? Maana kuna sadaka na zaka. Tuelewana? Kuna sadaka na zaka. Zaka unaitoharisha mali yako, ni haki kwa Mungu, ameweka watu wapi? Mafakiri na maskini. Mfano labda zaka ya mali, umepita mwaka labda utakiwa mali yako upite tathmini, kuna vijisehemu vya watu maskini vivitole na mafakiri na wengineo. Una biashara, una labda mazao ambayo yanastahiki na madini, kwa itaangaliwa zaka yake labda hajatekeleza vizuri, ataambiwa, je, angalieni sadaka zake vipi, alikuwa anazitoa vizuri, ambaye kwa sadaka alikuwa anatoa. Haya basi, hizo sadaka anazitoa zikamilisheni kwenye zaka yake. Hivyo hivyo katika saumu na mengineyo. Sasa yafunga Ramadhani mpaka Ramadhani yenyewe wasengenya. Sasa wewe kama ufungizo sunna, Shawwali, vitu gani utaungiwa na kitu gani? Kwa hivi vitu vya sunna vinaungia zile sehemu. Tumeelewana jamani? Ya ayyuhal insan, ewe mwana Adam, ma gharraka bi rabbikal karim, nilipi nilokuadaa kwa Mola wako aliye mtukufu, hata asaita, mpaka umemwasi. Ulielewa jambo gani wewe? Asema shekhe, sababu ya kushuka aya hii ilishuka kwa bwana mmoja aitwa Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ndio ilishuka aya hii. Ubay bin Khalaf alikuwa na ndugu yake aitwa Umayya bin Khalaf. Hawa walikuwa na wakorofi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa ni wakorofi kwa Mtume. Na vile vile pia walikuwa ni wakorofi kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati mmoja alikuja Ubay bin Khalaf kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkononi mwake kuna mfupa uliochakachika, ikawa auvunja kwa mkono. Hivi Mungu wako kweli wewe ataurudisha wewe? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, qul yuhyiha alladhi anshaha awwal marra wa huwa bikulli khalqin alim. Atauisha yule ambaye ndio mara mwanzo, na yeye kwa kila kuumba ni mjuzi mno. Surati Yasin. Ama Umayya bin Khalaf, yeye siku moja, kuna sahaba mmoja, kuna bwana mmoja alikuwa bado hajaslimu, alikuwa na nia. Kuna bwana mmoja tu Uqba bin Abi Mu'ayth aliandaa chakula. Katika chakula kile akasema, ya Muhammad, natamani kwenye chakula changu uwepo na wewe, natamani uwepo. Mtume akamwambia, mimi sitokuja kwenye chakula chako,
sitokuja kwenye karamu yako mpaka usilimu. Kama hukuslimu siji, kama hukuslimu siji. Uquba akakubali, akasema mimi kweli taslimu, nitakuwa kwenye dini yako na kuhakikishia. Mtume akenda. Zile habari Uquba, huyu bwana Uquba nani huyu Umayya akazisikia kwamba jamaa kapiga shahada bwana kwa sababu Muhammad bwana. Na huyu ni rafiki yake. Rafiki yake mpenzi huyu Uquba na Umayya. Alipokuja akamwambia Uquba huyu Umayya, wewe ndio umesema maneno haya na haya na haya na haya. Uquba akiangalia rafiki yake, na Mtume asema falyanzuru ahadukum man yukhalid, na tazame mmoja nani amfanye rafiki. Hii bwana kama nani bwana wewe? Sawa rafiki yangu, yani leo umenyongonyeza kabisa. Ndio mambo ya rafiki alivyo. Leo umenyongonyeza kabisa. Maana rafiki kama ile jambo anataka mwenzie akilipinga ndio atakapoanza maneno mengi. Jamaa, yani katika siku ambayo jamaa yangu wewe umeni ndio leo yani. Huko akasema mimi sikusema vile kwa nia, nimesema vile ili apate kuja kula chakula tu. Badilika wewe, nimesema vile ili afanye kula chakula. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya sema katika Furqan, wa yawma ya'adhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Siku ambayo atang'ata mtu dhalimu mkono wake, anasema fadhali ningemfanya mtume kwamba ndo rafiki. Ningefanya njia, maana yake ningemfuata mtume, ningefanya pamoja na mtume njia iliyonyoka. Ya wailata lam attakhidh fulana khalila. Laiti nisingefanya Uquba kwa rafiki maskini. Laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, amenitoa katika mstari, ameniondosha katika utajo baada ya kuwa tayari mtume ashanjia. Ndio shanyoka tayari hapo, ushanijia. Al-Furqan aya 27 29. Na huyu Umayya alikufa siku ya vita vya Badri, aliyakuwa kifo chenye kufedhehesha, kifo kibaya kabisa. Ndio kawaida mtu yote ambaye anamfanyia uadui mtume au anamfanyia uadui mtu mwema, mtu mutaabadi, mchaji, kifo chake hakiwi kizuri. Mtu ambaye afanyia uadui dini, afanyia uadui vitu vya Mungu, kifo chake hakifi kizuri. Na Ubay ibn Khalafi alikufa njiani, mtume alimpiga upanga, kafia njiani, alikuwa amedhalilika kabisa. Kwa hiyo yote ni kuonyesha kwamba vipi namna ya watu wema walivyo. Ya ayyuhal insan, ewe mtu, ma gharraka bi rabbikal karim, ni lipi lilokuwadaa kwa Mola wako aliyemtukufu, hata asaitahu, mpaka ukamwasi. Alladhi khalaqaka, ambaye amekumba wewe, fasawaka, na akakufanya sawa sawa, fa'adalaka, na akakulinganisha au akakunyosha. Fi ayi suratin ma sha'a rakabaka, katika sura yoyote aliyotaka akakupandanisha, akakuumba, akakuweka. Bwana Mungu akuumba jinyani, mbona haja kuumba komba, mbona haja kuumba nini? Kakuumba sura yako safi mwanadamu,
Tena ili kuthibitisha kwamba wewe kweli Mungu amekupa umbo zuri, hukubali mpaka ujiangalie na kioo. Safi. Mpaka ujiangalie na kioo. Ni kama Mungu amekupa vizuri, kama ni kuomba na jiuso kama jinyani, usingekubali hivyo. Kwamba wewe Mungu akuumba unajibicho kama na nguruwe, ungekuwa na haja ya kioo wewe. Kioo kuna haja ya kila kujiangalia. Wewe ukakivunja kioo pia. Kwa hiyo Mungu kakuumba. Hawakumbeji jisura kama la tembo. Wewe tembo ungetamani kioo, lakini watamani kioo kwa sababu Allah amekupa umbo safi. Watamani ujiangalie mpaka kesho. Tena wewe mwenyewe pia uwezo ukao umejivaa kofia, waiangalie kama kichwa, pia usiamini kama mwenzako usie. Angalia. Pia uamini. Kwa hiyo umbo lako anatakiwa unashukuru, na kumshukuru Allah ni kufanya nini? Kufanya khairi. Umeelewana? Fi ayi surati ma, asema ma zaida imezidi mufasiri. Fi ayi surati ma sha'a rakaba, katika sura yote aliyotaka akakupandanisha, kwa maana akakujenga kwa sura yake. Umeelewana? Kalla, hapana sivyo hivyo. Bal tukadhibuna ay kufara Maka, bali mnakadhibisha nyinyi makafiri wa Maka, ay kufara Maka kufara Maka au kufaru Maka, ay kufaru Maka, enye makafiri wa Maka. Kalla bal tukadhibuna, asema rad'un ani iqtirari bikaramillahi ta'ala, kemeo kutokana nini? Hawa kuadalika na utukufu wa Mungu, waadalika na vitu vingine. Tumeelewana? Kalla bal tukadhibuna biddin, hapana sivyo hivyo, bali nyinyi mnakadhibisha malipo. Ay kufaru Maka, enyi makafiri wa Maka. Biddin bil jaza, malipo ala al-a'mal, juu ya amali zenu. Maona kwamba ni hivi tu, hakuna chochote. Wa inna alaykum la'afidhin, na aliyakuwa pana juu lenu wenye kuhifadhi. Sina malaika mnatembea nao. Wa inna alaykum la'afidhin, na hakika pana juu lenu wa kuwachunga au kuhifadhi. Ay minal malaika, katika malaika wenye kuhifadhi nini? Li'amalikum, wenye kuhifadhi amali zenu. Kiraman ala Allah, watukufu kwa nani? Kwa Allah. Kiraman katibin, watukufu watenda njema, waandishi watenda njema au waandishi watukufu. Kiraman ala Allahi, watukufu kwa Mungu, katibina la, wenye kuandika hizo amali zenu. Sielewana? Kwa maana mna malaika wanahifadhi amali zenu, una njia kuwapea. Ya'lamuna ma taf'alun, wanajua hao malaika mnayoyatenda jami'ahu wote. Ya'lamuna ma taf'alun, wanajua mwayatendayo jami'ahu yote. Umeelewana? Na ndio kuna hikaya moja Bani Israeli kwamba malaika kila jambo wanaliandika. Na hikaya moja Bani Israeli yasema kwamba alikuwepo katika Bani Israeli bwana mmoja mfanya ibada sana,
Alikuwepo bwana mmoja mfanya ibada sana katika wakati wa Nabii Musa alayhi salam, lakini yule bwana ana watoto, ana wegazi, mke na watoto. Ilikuwa anafanya shughuli zake vizuri, lakini kwa uwezo wa Allah alimpa mtihani, ikawa ana njaa, hali yake si nzuri, ana njaa. Alafu alikuwa ni mgonjwa ambao hawezi hata kwenda hapa na hapa, ni mgonjwa na ana watoto na ana njaa, hana cha kumsaidia. Elewana sana. Huyu bwana alikuwa ni mtaabadi mzuri, ana kazi ya kufanya afanye sasa. Nauma akamtuma mke wake ende akatafute chochote kwa ajili ya watoto, atoke mama naye akahangaike. Elewana, maana yeye hawezi, akamtuma mke wake. Yule mama akahangaika, jiwa la karibia kuchwa, hana mali ya kufanya kupata pesa, hana. Ikabidi asikia kwamba kuna bwana mmoja hapo huwa saidia watu, tajiri yupo asaidia watu. Yule mama akaona ngoja nende, akenda kaomba apate chochote kwa ajili ya watoto. Yule bwana yule tajiri akasema ile jambo liko mezani, lina wasiwasi, ile jambo lina wasiwasi, lakini paka ukubali nikidhi haja zangu kwako. Kikubali nitakupa utakacho, utasoma mitihani. Na hii pia ni miongoni mwa mitihani ya watu ambao wana uwezo. Watu wengine wale ambao dini kwa wao imewasumbua, utakuta kila mji ana kidumu, kila mji ana kidumu. Maana kila anayemwona ni mzuri, kila anayemwona ni mzuri. Yule mama akanyamaza kimya, akafikiria, akarudi nyumbani kwake kumwambia basi. Akarudi nyumbani kwake. Alipofika nyumbani kwake, hali ni ile ile, watoto ndio wamezidi, wana njaa. Watoto wapiga kelele, walia, mama tutakufa na njaa, mama tutakufa na njaa, mama tutakufa na njaa. Mama awaangalia watoto, hana cha kuwapa. Mama ikabidi apige moyo konde, mtoto walia bana. Mama akarudi tena kule kwa ule mtu tajiri, akarudi kule kutaka haja ya watoto, naomba nisaidie. Ule jamaa akagoma, bwana, kama uko tayari haja yangu kutimiza, amna neno, lakini bila hivyo na watoto wadogo, ambia ndio ndako wewe. Unajua tunalenga kusimama, kumbe ujikwa leo kwa nini wazaa? Ni maneno chungu mzima ya kusimama. Utakubali? Ile mama kaona jile kuwa atafanyaje sasa? Kaambia haya. Kitolea ana budi. Kaambia haya. Basi mama akawa na nguo yake bado hajaisega. Mmoja yule bwana akapanda kutaka kufanya jambo fulani. Basi yule mama viungo vyake vyote vilivitoa sauti kama radi. Viungo vyake vyote vilitoa sauti kama radi. Tetemeka namna hiyo, piga kelele. Yule bwana mzalemke, vipi na nini? Yule mama asema, mimi namuogopa Mungu, jambo hili mimi sijalifanya isipokuwa kwa mume wangu tu wa sheria, lakini sijalifanya. Mimi namuogopa Mungu.
Yule bwana akafikiria, akaona, amwambia, wewe ni fakiri na waogopa Mungu. Je, mimi tajiri vipi simwogope Mungu? Wewe ni fakiri na waogopa Mungu. Je, mimi tajiri vipi simwogope Mungu? Mimi ndio mwenye haki ya kumwogopa Mungu kuliko wewe. Yule bwana hakufanya lile jambo, akampa yule mama haja zake, wala hakumfanyia jambo lolote. Mama akenda na pesa zile kwa watoto wake, watoto akawanunulia chakula, wakala, wakafurahi, na alikuwa na pesa za ziada pia. Yule bwana hakumgusa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa wahi Nabii Musa alayhi salam, akamwambie mtu fulani, mimi nimemsamehe dhambi zake zote, na nilikuwa sijitula ibada, mimi nimemsamehe dhambi zake zote. Nabii Musa alayhi salam akamtafuta yule bwana mpaka akamuona, lakini kwanza Nabii Musa alikuwa tabia kuhoji, akamuuliza, hivi bwana, wewe kuna jambo gani ambalo umelifanya kati yako wewe na kati ya Mungu? Hebu niambie kweli, kuna jambo gani ambalo umelifanya wewe kati ya wewe na Mungu? Jambo baya uzuri, maana yule jamaa ajishtukia, anaambia jambo lolote ile. Yule bwana akamwelezea ile hali yote. Nabii Musa alayhi salam akamwambia, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekusamehe dhambi zako zote. Yule bwana akarejea kwenye ibada, akaendelea. Tumeelewana? Wa inna alaykum la'afidhin, hakika mna nyinyi wenyewe kuhifadhi, ay minal malaika, mna malaika wenye kuhifadhi nini? Li a'malikum, amali zenu. Kiraman katibin, watukufu au watenda njema, waandishi watukufu. Kiraman katibin, watukufu waandishi, ay kiraman ala Allah, watukufu kwa Mungu, katibina laha, wenye kuandika nini? Hizo amali. Tena yaalamuna ma tafalun, wanayajua mnayoyatenda, jamiahu, yote wanayajua. Kisha Mungu anamalizia kuelezea hali za watu wema. Innal abrara la fi na'im, hakika watu wema watakuwa katika neema. Innal abrara ay innal mu'minina, hakika waumini, aswadiqina, wa kweli, fi imanihim, katika imani yao, fi naim ay fi janna, watakuwa peponi. Innal abrara la fi naim, hakika watu wema watakuwa katika neema, kwa maana peponi. Wa innal fujjara la fi jahim, na hakika watu waovu watakuwa motoni. Wa innal fujjara ay al-kuffara, hakika makafiri la fi jahim, watakuwa kwenye moto. Yaslaunaha, yadkhulunaha, wataingia moto huo. Wa yuqasuna harraha, na wataonja, watapata nini? Joto lake. Yaumaddin, watapata uchungu wa joto lake. Watapata siku gani? Yaumaddin, siku ya malipo, ay aljaza, siku ya malipo. Wama hum anha bighaibin, na wala hawatakuwa hawatakuwa mbali na moto huo. Wama hum anha bighaibin, na wala wao katika moto huo hawatakuwa mbali nao. Ay wama hum bimukhrajin, wao hawatotolewa kwenye moto kwamba labda wasiingizwe, hawatotolewa. Wama hum bimukhrajin, wama hum bimukhrajin, wala wao hawatotolewa humo. Wama adraka ma yaumuddin,
nilipi nilokujuza wewe, nipi siku ya malipo. Aywa ma alamaka ma yaumuddin, nilipi nilokujuza wewe, nipi siku ya malipo. Thumma ma adraka ma yaumuddin, kisha nipi nilokujuza wewe, nipi siku ya malipo. Na kafanya hivyo Allah ta'dhima bi sha'nihi, kwa kutukuza jambo lake zito, tukana uzito wa jambo lake. Wama hum anha bighaibin, na wala wao kwa moto huo hawatakuwa mbali nao. Ay wama hum bimukhrajin, wao hawatotolewa motoni. Wama adraka ma yaumuddin, wama a'lamaka ma yaumuddin, lipi lokujuza wewe ni siku ya malipo. Thumma ma adraka ma yaumuddin, kisha lipi lokujuza wewe ni siku ya malipo. Mungu ajibu asemaje? Yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Yaumu pia sema birafi, ndio ilikuwa huko au yaumu ukofata kwa dhuma pia. Yauma la tamliku nafsun huwa yaumu lam yumkin ahadun min at-tawassuti fihi bi khilafi dunia. Hakuna mtu akatunakata kwa kuna dalali, hakuna dalali. Wewe mwenyewe hakuna siji wataji wale wanagonga kwenye basi wataji wanakuwa piga wale dalali wale chini wataji basi gani watu wana charo au warudi wapi wale wapiga deba huko. Hakuna mtu anaenda kwenye basi mwenyewe full, hakuna mtu anataka. Wama hum anha bighaibin, wala wao kwa moto huo hawatakuwa mbali nao. Wama adraka ma yaumuddin, nilipi nilokujuza wewe nipi siku ya malipo. Thumma ma adraka ma yaumuddin, kisha lipi nilokujuza wewe nipi siku ya malipo. Yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, siku ambayo haitomiliki nafsi kumiliki nafsi nyingine chochote. Minal manfaa, katika manfaa. Wal amru yawmaidhin lillah, na amri siku hiyo ni nani? Ni ya Mwenyezi Mungu. La amra li ghairi, hakuna amri ya mwinginewe kwamba kutakuwa na mwenye sauti. Hakuna. Yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, siku ambayo haitomiliki nafsi kumiliki nafsi nyingine chochote. Wal amru yawma idhin lillah, na amri siku hiyo ni ya Mwenyezi Mungu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Idha samaa'un fatarat, pende mbingu zitakapopasuka. Wa idhal kawakibun tatharat, na pindi nyota zitakapotawanyika au zitakapopukutika. Wa idhal bi'aru fujirat, na pindi bahari zitakapopasuliwa. Ay futiha ba'dhum fi ba'dha fi ba'dhin fasarat ba'ran wahida, kwa bahari moja. Wa idhal qubur bu'thirat, na pindi makaburi yatakapofukuliwa. Jawabu la idha lipi? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ay alimat kullu nafsin, itajua kila nafsi. Wata hadhihi almadhkurat, wakati wa haya yalotajwa yote. Wa huwa yaumul qiyama, na ni siku ya kiyama itajua nini? Ma qaddamat min al-a'mal, iliyotanguliza katika amali. Wa ma akharat, na iliyochelewesha yale ambayo hayakufanya hawakuyatenda katika amali. Ya ayyuhal insan, ewe mwanadamu. Ma ghara, ewe mtu kafiri. Ma gharraka bi rabbikal karim, nilipi nilokuadaa kwa Mola wako aliyemtukufu. Hata asaltahu, mpaka ukamuasi. Alladhi khalaqaka ba'da an lam takun, ambaye amekuumba baada ya kuwa hujakuwa chochote.
chochote, fasawaka, akakufanya sawa sawa, faadalaka, kisha akakulinganisha. Fi ayi suratin ma shaa rakabak, katika sura yote alotaka akakunyoosha, akakupandanisha, kwa maana akakujenga, akakupandanisha, akakujenga kwa sura hiyo. Tumeelewana? Kalla bal tukadhibuna bidin, hapana, bali nyinyi makafiri wa Maka mnakadhibisha malipo. Ay tukadhibuna aljaza bil jazai ala al-a'mal, mnakadhibisha malipo juu ya matendo, kwamba hakuna lolote, kifo umekufa tu. Wa inna alaykum la'afidhin, na hakika pana juu lenu wa kuwachunga au wa kuwahifadhi. Minal malaika, katika malaika wanahifadhi li'amalikum, matendo yenu. Kiraman katibin, waandishi watenda njema, au waandishi watukufu, ya'lamuna ma taf'alun, wanajua mnayoyatenda. Jami'a yote. Innal abrara lafi na'im, hakika watu wema. Innal mu'minina as-sadiqin, hakika waumini wa kweli. Fi imanihim, katika imani yao. Fi na'im, ay fi janna, watakuwa peponi. Wa innal fujjara, ay al-kuffar, ay kama kafir, la fi jahim, watakuwa kwenye moto. Yasilawna yawmaddin, watauingia moto huo siku ya malipo. Wama adraka ma yawmuddin, ni lipi lilokujuza wewe ni ipi siku ya malipo? Thumma ma adraka, ndio. Wama hum anha bighaibin, na wala wao na moto huo hatakuwa mbali nao. Wama adraka ma yawmuddin, ni lipi lilokujuza wewe siku ya malipo ni ipi? Thumma ma adraka ma yawmuddin, kisha lipi lilokujuza wewe ni ipi siku ya malipo? Yauma la tamliku nafsun li nafsi shay'a, ni siku ambayo haitomiliki nafsi kumiliki nafsi nyingine chochote. Wal amru yauma idhin lillah, na amri siku hiyo ni ya Mwenyezi Mungu. La amra li ghairihi fihi, hakuna amri ya mtu mwinginewe katika siku hiyo. Billahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih alana, wa qarabatin lana fi dinina, ma'a al-qutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartali qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima, wa aqilla atqiya ulama, na'udha bil khairi wa nukfa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla shu'un, wa aqirra birridha minkal uyun, wa qli 'anna rabbana kulla duyun, qabla an ta'tiyana rusulun manun, wa ghafiri sur anta akram man satar. Wa salatullahi ta'ala al-mustafa, man ilal aqid da'ana wal wafa, bi kitabi fi linnasin شفاء, وعلى الآل الكرام شرفاء, وعلى صحب المصابيح الغرام عليما فريرا خفا مستجيب بدا